Katika kipindi cha hivi karibuni, taswira ya usalama ndani ya vituo vya polisi nchini imetiliwa dosari, huku visa vya vifo vinavyotokea mikononi mwa maafisa wa usalama vikizidi kuibua wasiwasi na maswali mengi yasiyo na majibu. Mwanahabari wetu Emmanuel Masha anaripoti, huku kisa cha Albert Ojwang miongoni mwa visa vingine vikizua ghadhabu miongoni mwa Wakenya. Mwanahabari wetu aliyeandaa taarifa hiyo si Emmanuel Masha bali ni Steven Masha. Yakizidi kugubikwa na wingu jeusi la kutegua waliohusika kumtoa uhai, visa vya mauaji kwenye seli vinazidi kuripotiwa nchini. Kisa cha hivi punde kikihusisha mwanaume wa miaka 36 ambaye anadaiwa kupatikana amefariki katika seli moja mjini Nduri, kaunti ya Homa Bay. Taarifa za polisi eneo hilo ikidai kuwa Calvin Omondi, mvuvi wa samaki, alijeruhiwa kwa kujitia kitanzi alipofikishwa korokoroni. Kisa hiki kinajiri juma moja tu baada ya mwanamke mjamzito kupoteza ujauzito wake wa miezi 7 katika seli kutoka kituo cha polisi cha Rambo, kaunti ya Nyandarua. Kurekodiwa kwa visa hivi sasa kukiendelea kuonesha hali ya sintofahamu kati ya idara ya usalama, hususan jinsi wanavyotekeleza wajibu wao. Mkanganyiko wa taarifa baina ya mamlaka za uchunguzi na taasisi za kiusalama unaendelea kuzua maswali yanayoonekana kukosa majibu, hususan katika kifo cha Albert Ojwang. Taarifa ya awali ya Inspector General wa polisi Douglas Kanja iliyodai kuwa Albert alikuwa amewekwa kwenye seli ya kipekee ikikinzana na taarifa ya mamlaka ya IPOA ambayo sasa inadai kuwa mahabusu watatu walitumika kumtoa uhai Albert Ojwang. Kukinzana kwa taarifa zao pia kulibainika baada ya upasuaji wa maiti ya Ojwang ambao ulithibitisha kuwa Ojwang aliuliwa kwa kupigwa, tofauti na kauli ya idara ya usalama ambayo ilisema kuwa alijitoa uhai kwa kujigonga na ukuta. Swali likibaki kuwa ni je, mtindo mpya wa idara za usalama wa kutoa kauli kinzani ni mbinu mpya ya kuficha ukweli? Huku utata wa kubaini ukweli wa usalama washukiwa wa makosa mikononi mwa taasisi za usalama nchini ukiendelea kuongezeka, maswali yanaibuka ni je, huenda kukaa na visa zaidi vya mauaji vilivyotokea na havikuweza kuripotiwa? Na kama viko, ni hatua gani zilizochukuliwa kuwapa haki waathiriwa? Steven Masha, Runinga KU, Nairobi.